Pia inawezekana thamani ya Simba ikafikia bilioni labda 200. Sawa, kwenye bilioni 200 ikapigwa mahesabu. Tulikuwa na mwekezaji ambaye alikuwa na bilioni 20. Kwenye bilioni 20 kwa hawa wawekezaji itabidi ili wapatikane wengine wa 6 ili kukamilisha 7 ya huyu aliyekuwepo. Sababu interest tayari ashaonyesha. Uwekezaji ndani ya vilabu vikubwa kwa muktadha wa Simba na Yanga ambavyo vina interest moja kwa moja ya watu wanaitwa public, kwa maana ya kundi kubwa la watu, inatakiwa waanzie 7. Sawa, waanzie 7. Sasa kuanzia 7 tu pale Simba wanaenda kunufaika na uwekezaji mkubwa ambao unaenda kuweko nao wawekezaji. Kwa maana gani? Sema kwamba kwa hatua ambayo wamefikia Simba, yani hawatakwama FCC, hawatakwama Rita. Yani Simba kote huko ambako walikuwa nakwama mara kwanza ni kutokana na katiba ya mara kwanza ilikuwa na changamoto. Kwa maana sasa hivi Simba hawataenda kwenye mkwamo tena, wataenda sehemu ambapo wataenda kupata mseleleko. Maana yake wamerahisishiwa Simba, wakifika FCC wale ambao waliwapiga faini kwa kukosa taratibu, kutokufuata taratibu, kule hawatapigwa tena faini ya kutokufuata taratibu. Wakienda Rita, kule ambako Rita walikuwa waona hawatambui, wataenda kuwatambua. Kumbuka ile katiba ilivyokuwa imebadilishwa mwaka 2018 ilikuwa na makosa ya kiutendaji. Yes bana, karibu mwana michezo, tuzungumze football zaidi, na hii ni mara baada ya klabu ya Simba Sports Club leo hii kupata idhini maalum kuhusiana na masuala ya transformation, na serikali imeshaidhinisha moja kwa moja na kuwapa mandate hiyo ya wao kuweza kuzungumza na kutoa tafsiri ya muktasari mzima wa transformation ya Simba Sports Club, namna ambavyo ilikuwa wanachama wakipigia kelele na kuililia, hatimaye imekamilika. Kwa hivyo hivi sasa mwekezaji wa Simba Simo peke yake, wanahitajika na watu wengine, na serikali inatambua watu watatu. Niko na mchambuzi wa masuala ya kabumbu Lugano Israel, tunakwenda kuzungumza na kuweka bayana kile ambacho kimetokea siku ya leo na namna ambavyo transformation ilivyo. Elimu kidogo tuipate kutoka kwa mzee wa black and white. Kaka, uko vizuri? Namshukuru Mungu kwa sababu ya uzima, afya, nikitambua kwamba kuna wengine ambao walitamani kuwa kama mimi sasa hivi, wanaongea, wengine hawatoi sauti, wengine wanaumwa, hata kula hawawezi. Mimi kwa mzima ni jambo la kumshukuru Mungu. Kwa mimi niko vizuri, namshukuru Mungu, mambo yanaendelea. Bwana, tuanzie hapa kwenye hili swala la transformation, namna ambavyo lilivyo. Kwa kwao unaona linatija kwa namna gani na manufaa ambao wanakwenda kuyanufaika nayo kwa upande wa wapenzi wa Simba Sports, kwa maana wanachama, ikiwa wao ndio walikuwa ni miongoni mwa pioneer wa kwanza kuzungumza na kuanikiza kuhusiana na swala la transformation. Lakini pia ikumbukwe Mo pia alikuwa anaulizia swala hili, transformation imefikia wapi? Leo hii mambo yamekuwa borbor. Kwa upande wa Simba hii ni hatua kubwa sana, na ni hatua ambayo kwanza utaanza kupongeza bodi ya wadhamini ya Simba ambao ndio waliona mkwamo ndani ya klabu ya Simba na wakatafuta namna ya kujikwamua kutoka hapo walipo, waingie kwenye mfumo bora wa uwekezaji. Na kumbuka mwaka 2005 mwezi wa kwanza waliandika barua kwenda kwa mwanasheria mkuu wa serikali wakitaka ushauri wa kuondokana na mkwamo huu ambao wako nao. Na hili tokana na pia Simba walipigwa faini na FCC kwa maana yani sehemu ambapo Simba walivyopigwa ile faini na FCC ndipo kaanza kutafakari kwamba kuna sehemu tumekwama, hatuko sawa. Maana FCC ni kama walienda kuwafumbua macho bodi ya wadhamini kwamba ndani ya Simba kuna mkwamo ambao huwezi kukwamka sasa hivi. Kwa hiyo wakaomna waende pale kwa mwanasheria mkuu, kwenye ofisi ya mwanasheria mkuu, wapate ushauri wa kisheria namna gani wanaweza katoka na kuweza kufikia hatua ya kuingia kwenye hatua ya uwekezaji ili Simba waweze kujiendesha ikiwa ndani ya uwekezaji mkubwa na ushirikishwaji wake, kwa sababu ikaonekana ile faini Simba walikuwa wamekosea kuzifata zile hatua. Kwa hiyo mimi pongezi ya kwanza ziende kwa bodi ya wadhamini ya Simba, wale ambao walihusika kugundua kwamba kuna mkwamo ambao tunatakiwa tutoke hapa tulipo twende kwenye hatua nyingine.
Ndo pale pointi ya msingi na inaanzia mpaka sasa hivi tunazungumza mchakato wa Simba kwa maana ya katiba imeenda kukamilika. Unajua hii ni hatua ya kukamilisha katiba. Bado kuna hatua nyingi ambazo Simba anataka kwenda kuzifanya. Kwenye upande wa msajili wa michezo yeye kaithibitisha na katiba tayari imekuwa tayari na Simba ameshakabidhiwa. Hapo natakiwa waende Rita. Ambaye Rita ana jukumu la kusimamia maslahi mapana pia ya wanachama. Kwa Rita akipitisha itabidi waende kwenye fair competition kwa maana ya FCC ambao nao itabidi wakapitishe hii sheria kwa taratibu zao na kuweza kuingia kwenye mfumo sahihi. Kwa hiyo hii ni hatua ya mwanzo ukizungumzia kutoka kwenye kuisajili katiba. Kumbuka mwaka jana kulikuwa na kitu kinaitwa amendment ya katiba. Hii sio kwamba katiba imekuwa mpya. Kuna amendment, baadhi ya vifungu vya maboresho vya katiba ndivyo ambavyo vipelekwa kwa msajili. Na kumbuka wakati wanarekebisha hiyo katiba ilitoka ushauri kutoka kwa nani? Kwa mwanasheria mkuu. Kwa hiyo ili irudi tena iwe na mandate lazima iende kwa msajili ili kuipitisha kwamba vile ambavyo hii sheria iko sawa na vifungu vikoje. Na uzuri wake nadhani kabla ya kukabidhiwa Simba hiyo sheria nilimpigia mwanasheria mimi ni of course nani mwanasheria lakini msajili wa vyama pale BMT, nikaongea naye kuhusiana na process pengine kuna namna ambavyo hatua zimefikia na je huko mbele Simba anaweza kakwama. Mwanasheria alisema kwamba kwa hatua ambayo wamefikia Simba, yani hawatakwama FCC, hawatakwama Rita. Yani Simba kote huko ambako walikuwa nakwama mara kwanza ni kutokana na katiba ya mara kwanza ilikuwa na changamoto. Kwa maana sasa hivi Simba hawataenda kwenye mkwamo tena. Wataenda sehemu ambapo wataenda kupata mseleleko. Maana yake wamerahisishiwa Simba wakifika FCC wale ambao waliwapiga faini kwa kukosa taratibu, kutokufuata taratibu. Kule hawatapigwa tena faini ya kutokufuata taratibu. Wakienda Rita kule ambako Rita walikuwa waona hawatambui, wataenda kuwatambua. Kumbuka ile katiba ilivyokuwa imebadilishwa mwaka 2018 ilikuwa na makosa ya kiutendaji. Umeelewa? Viongozi ambao walikuwepo wa Simba madarakani kina Veva, kina Kaburu, Geoffrey Nyange Kaburu ambao walikuwa ndio viongozi. Aveva alikuwa president, si ndio? Au mwenyekiti, alikuwa mwenyekiti na Geoffrey Nyange Kaburu alikuwa makamu mwenyekiti. Wote hao walikuwa wako kwa matatizo ya kisheria, walikuwa wako jela. Umeelewa? Akapewa try again kama mwenyekiti. Ndiye aliyeidhinisha hii katiba na mifumo ambayo ilipelekea kuingia kwenye masuala ya uwekezaji. Umeelewa? Pale kwanza kosa linaanzia pale kwanza. Wale ambao wamechaguliwa na wanachama wako matatani kwenye changamoto. Ukamweka mtu ambaye alikuwa na kaimu nafasi ya mwenyekiti wa klabu ya Simba, alikuwa ni try again kipindi hicho. Yeye ndo akaipitisha. Lilikuwa ni kosa moja kubwa sana ambalo wana Simba wenyewe walishindwa kulingamua kama ni kosa. Lakini kwa sababu mapenzi mengi yalikuwa yanamlalia mwenyekiti, yalikuwa nalalia kwa upande wa mwekezaji. Umeelewa? Kwa hiyo kwa maana hawakuona umuhimu hata kusikia hoja ya mtu yoyote kwamba mmekosea kwenye hiki kitendo ambacho mmeruhusu kaimu mwenyekiti ambaye sio aliyechaguliwa na wanachama. No, yani amekaimu ile nafasi ya mwenyekiti. Mmeenda kumpa nafasi ya kwenda kuibadilisha katiba wakati wenye viti wako katika wako sehemu gani? Wako Lupango. Kwa hiyo ilikuwa ni kosa la kwanza. Kwa hiyo vitu vingi vikawa ni favor kwa nani? Kwa mwekezaji. Kuna sura ya kikatiba ikawa inanyonywa. Kwa Simba pamoja na kwamba mwekezaji alikuwa ameshatoa mchango wake mkubwa, sawa? Lakini walishindwa kusimama viongozi wa Simba kuisimamia taasisi ya Simba kwenye uhalisia wake, na kwamba hata katiba tunavyoitunga basi iwe na maslahi mapana nani ya Simba. Walishindwa kusimamia hiyo eneo. Si unanisoma? Kwa sasa kilichokwenda kutokea ulikuwa ni mkwamo wa muda mrefu. Lakini ndio maana nikaanza kwa kuwapongeza bodi ya wadhamini ya Simba ambao waliona kwamba wao ndio wana majukumu ya kuondoa huu mkwamo. Unajua kwa nini? Wakati katiba inatengenezwa, bodi ya wadhamini wa Simba ni kama waliondolewa meno.
walikuwa wana madhara. Umeelewa? Kumbuka kipindi cha nyuma kulikuwa na kama kina Hamisi Kilomoni, kina Bihindu marehemu ambaye ametangulia mbele za haki, Mungu amrehemu aliko, lakini walikuwa ni watu ambao walikuwa kwenye bodi ya wadhamini. Kilomoni akawa ameondolewa, wakaja watu wengine, lakini wale ambao tayari hawakuwa hawana tena nini, hawana ushawishi wa kukosoa haya ambao tunazungumza sasa hivi. Alishakosoa Hamisi Kilomoni, alisema mchakato wa uwekezaji haujakaa sawa, kuna shida 1 2 3, lakini hakuna mtu aliyemwelewa, kwa sababu mahaba ya pesa ya mwekezaji ilikuwa ni kubwa kuliko maneno ya kukosoaji wa Hamisi Kilomoni. Sasa nini ambacho kimetokea? Walivyoenda kupeleka maombi yao, kwa maana bodi ya wadhamini kwenda kupitishwa kwenye katiba ya Simba, sawa, wao walipeleka kama maoni kwamba tunaomba ushauri wenu, mtusaidie nini ambacho tukifanye. Ofisi ya mwanasheria mkuu akatoa miongozo. Sasa miongozo ndo ambayo sasa ilikuwa inarudishwa kwa nani? Kwa msajili. Moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa ni miongoni mwa hivyo vitu ilikuwa ni kuongezeka kwa idadi ya wawekezaji ndani ya Simba. Umeelewa? Yaani uwekezaji ndani ya vilabu vikubwa kwa muktadha wa Simba na Yanga ambavyo vina interest moja kwa moja ya watu wanaitwa public, kwa maana ya kundi kubwa la watu, inatakiwa waanzie 7. Sawa? Waanzie 7. Sasa kuanzia 7 tu pale Simba wanaenda kunufaika na uwekezaji mkubwa ambao unaenda kuwekwa na hawa wawekezaji. Kwa maana gani? Tuzungumzie kwa upande wa baadhi ya vitu vya vipengele vya muhimu zaidi kwa upande ambao vinagusa wanachama moja kwa moja. Kuna hiki kipengele ambacho tuliona wanachama juzi wakitoka hadharani wakihitaji Mo aondoke. Imekuja nafasi kwamba katiba mpya hivi sasa haimtambui Mo kama mwekezaji mkuu peke yake, inatambua na watu wengine. Hili nalo afya yake ipoje kwenye kile ambacho watu walikuwa wanakipigia kelele kwa upande wa wanachama wa Simba? Hiyo ndo nilikuwa nazungumzia kwamba ni kitu ambacho kina afya. Unajua swala la uwekezaji, mfano Mo alikuwa anaweka bilioni 20. Umeelewa? Bilioni 20 hiyo ni ya mtu mmoja katika watu 7. 7 mara 20 ni ngapi? 7 mara 20 ni ngapi? Au 7 mara 2 ni ngapi? 14. Ni 140. Umeelewa? Kwa maana Simba kutokana na msingi ambao umeweka Mo wa uwekezaji, hiyo bilioni 20 ambao Mo kaiweka ikibakia kama ilivyo, akaja mwekezaji mwingine akaweka bilioni 20, yaani Simba ikatengeneza value yake, ikasema value yetu ni bilioni labda 150. Umeelewa? Au bilioni 200 na kitu, si ndio? Watagawa zile hisa za nini, za wawekezaji ambazo ni 49. Kwenye 49 ile unaigawanya kwa 7. Umeelewa? 49 ambao tumesema 2 mara 7, si ndio? Si tumeeleweka? Tumeelewa? 140. Maana yake hapa nimechukua kama hiyo bilioni 20 kwa watu 7. Yaani maana yake hapo unakutana labda bilioni tuseme bilioni 50 tuseme, karibia kitu kama hicho, au bilioni 40 tuseme. Ukigawanya kwa watu, maana yake kila mwekezaji akiingia Simba akiweka bilioni 20, bilioni 20, bilioni 20, bilioni 20, bilioni 20, mnapata bilioni 140. Umeelewa? Maana yake tofauti na bilioni 20 ambao aliweka Mo peke yake, wale wengine nao wataweka bilioni 20 nafika pale kwa Simba. Maana yake pale ule ndo mtaji wa Simba wa kiuwekezaji. Kwa hiyo hata bilioni 20 hiyo, hata ukisema unaweka kwenye hati fungani au mnafanya biashara ya direct au vile ambavyo Simba ataona inafaa, bado Simba itakuwa inajiendesha kwa pesa ambayo ni kubwa sana, si unanielewa? Tofauti na bilioni 20 ya Mo ambayo ukija kupata faida unakuja kupata si ngapi, ambao ni bilioni 3 si ngapi, umeelewa? Kwa hiyo ngoja nikwambie hiki kitu ambacho wanakifanya Simba kina faida kubwa sana, kwa sababu najua Mo hawezi kutoka kwenye mfumo kiungwana kabisa. Hata mimi mwenyewe akisema Mo anatoka, nitasema Simba sio waungwana. Yaani kwenye mfumo wa uwekezaji huu Simba lazima imweke Mo kuwa kipaumbele cha kwanza kuwepo ndani ya uwekezaji, lakini kifuata misingi na taratibu za uwekezaji ambao unahitajika, kwa sababu pia ndani ya Simba
inahitajika mtu ambaye ni mwanachama kuingiza kwenye uwekezaji. Hawezi kuja mtu ambaye sio mwanachama. Kwa hiyo Mo alishaonyesha interest hiyo toka muda mrefu, ila masuala ya kikatiba huenda ndio alikuwa anampa mwanya wa kufanya kile kitu ambacho yeye anakitaka kukifanya. Lakini kwenye hii mkwamo ambao umefanyika, ikazalisha sasa kuwepo na taratibu mpya. Hizi taratibu hizi lazima zirudi kwenye taratibu za msingi kabisa za kualika wawekezaji wapya. Najua wakifika FCC kutakuwa na miongozo ya fair competition, umeelewa, ambapo watahitaji watu ambao wataingiza humo waingie kwenye mfumo sahihi wa uwekezaji. Lakini mimi naamini katika mfumo wote huo wana Simba lazima wahakikishe wanambeba Mo awepo katika huo mfumo, licha kwa sasa Mo hayupo ndani. Yaani kupitishwa kwa katiba hii na kile kitu ambacho kilienda kufanyiwa amendment pale Diamond Jubilee, na mabadiliko yanampa nguvu mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu kuwa mwenyekiti wa bodi. Lakini hata vitu vingine ambavyo viko kwenye holding company, Simba Holding Company, vimerudi kwa wadhamini wa Simba. Maana yake ni kwamba Mo hana chake kwa sasa hivi, mwekezaji hana chake ndani ya Simba. Simba imerudi kwa nini? Kwa wanachama chini ya wadhamini, bodi ya wadhamini ya Simba. Kwa nini sasa? Ili kuruhusu mchakato wa uwekezaji uanze katika mfumo ulio sahihi. Umetoka kwa msajili utaenda FCC, utatoka kwa msajili utaenda Lita. Kuna hili lingine pia ambalo linasema kwamba kwenye maboresho ya katiba mpya ya Simba imesema mali za klabu zitakuwa zinamilikiwa na baraza la wadhamini kwa niaba ya wanachama badala ya Simba Holding. Mchakato wa mabadiliko ukikamilika, mali zote zisizohamishika zitabaki kwenye baraza la wadhamini. Hii na yenyewe imekaje? Hiyo picha inayozungumzwa hapo sasa ni umiliki halali wa mali za wanachama wa Simba, lakini zimebainishwa zisizohamishika ambao ni majengo pamoja na uwanja na vitu kama hivyo, kwa sababu ukisema vitu visivyohamishika ile sasa ndo nguvu ya wanachama. Vinavyohamishika, visivyohamishika, mfano magari, unajua yanahamishika, yes, na vitu kama hivyo. Na hiyo ndo hatua ambayo unaweza kaona kwamba inaonyesha kwamba ile mali ambayo inamilikiwa ilikuwa mali ya Simba, wakati ile watu wakijua kwamba transformation imefika, bodi ya wakurugenzi ikiwepo ndani ya Simba. Unajua ilifikia mpaka watu wasema kuna bodi ya wakurugenzi ya Simba, mwenyekiti ni nani? Lakini mwenyekiti ule haukuwa ni mwenyekiti uliofuata vigezo, umeelewa? Sasa kwa sababu walikosea kufikia hiyo hatua, serikali pamoja na msajili wao wamerudisha ule mfumo sasa, umeelewa, kwamba bodi ya wakurugenzi ya Simba ambayo ilikuwepo haina mamlaka tena. Kwa wamerudisha mamlaka kwa mdhamini, kwa bodi ya wadhamini ya Simba Sports Club, bodi ya wadhamini ya Simba Sports Club ambao sasa yenyewe inasimamia mali na asset zote za Simba, ikianzia kwenye nembo ya Simba, ikianzia mpaka kwenye majengo na vitu hivyo, umeelewa, vyote vinasimamiwa na hao watu. Kwa maana hiyo ni kwamba wakati inatengenezwa hii Simba Holding Company, wale wadhamini walikuwa wametengwa, wamewekwa nini? Wamewekwa pembeni. Si unanisoma vizuri? Bodi ya wadhamini ya Simba ilikuwa imewekwa pembeni. Kwa hiyo maana yake hii imewarudisha wale bodi ya wadhamini ya Simba irudi kwenye mandate yao kusimamia mali ya Simba, ili mfumo utakapokuwa umeanza uwekezaji, wale bodi ya wadhamini ya Simba ndio ambao wataenda kusimamia mchakato mzima wa hiki na hiki na hiki, sawa na mfumo upi ambao utaenda kwa nani? Kwa mwekezaji. Yani mwekezaji yani wawekezaji pamoja na Simba wenyewe watakutana kwenye eneo lipi, na nani ambaye atakuwa na mandate ya kusimama pale. Kwa hiyo mali ya Simba ili iweze kulindwa lazima kuwepo na bodi ya wadhamini ya Simba ambao wao ndio watakuwa na uwezo wa kusimamia mali zisizohamishika. Kwa hiyo tathmini, kwa sababu haikufanyika tathmini, maana yake tathmini itaenda kufanyika ikiwa chini ya bodi ya wadhamini ya nini? Ya Simba. Bwana, Simba ina value gani? Kwa sababu mpaka dakika hii Simba bado haijajulikana value yake ni ngapi. Miaka hiyo 2018
Simba value yake inaonekana kama bilioni 20, si ndio? Miaka mingi imepita hapa, vitu vingi Simba amevifanya, wameenda mpaka kucheza kimataifa, value yake haiwezi kubakia pale pale ilipokuwa mara ya kwanza. Kwa hiyo kitu ambacho Simba anaenda kuthaminisha, value ya Simba mpaka sasa ni ngapi? Maanake atakayesimamia ni bodi ya wadhamini ya Simba ambao wataenda kuidhaminisha Simba kwanza na ubora ina thamani kiasi gani. Ndio hapo nakwambia inawezekana thamani ya Simba ikafikia bilioni labda 200. Sawa, kwenye bilioni 200 ikapigwa mahesabu. Tulikuwa na mwekezaji ambaye alikuwa na bilioni 20. Kwenye bilioni 20 kwa hawa wawekezaji itabidi ili wapatikane wengine wa 6 ili kukamilisha 7 ya huyu aliyekuwepo, sababu interest tayari ashaonyesha. Manake wengine watakuja kwenye mchakato na yeye ataingia kwenye mchakato, lakini wakiwa anajua vilivyo ndani mchakato wake anaweza kuingia wakati wengine anajipima. Kwa hiyo sasa watapiga bilioni 20 aliweka Mo, si ndio? Simba kaonekana na thamani ya bilioni 200. Maana yake Mo itabidi aongeze pesa kidogo ambayo itaendana na wengine 7. Kwa hiyo 7 mara labda mara 3 tuseme 7 mara 3 ngapi? 21, si ndio? Ambayo inakuwa bilioni 210 maana yake. Umeelewa? Inaweza ikawa kasoro, yani labda bilioni 3 kasoro. Umeelewa? Labda bilioni 3.9 kila mwekezaji anaweka bilioni ngapi? Bilioni 20 ngapi? Jumla si 21. 21. Umepiga kwamba bilioni watu 7 bilioni 3. Maana yake bilioni 30, milioni 29.9, bilioni 29.9 labda au bilioni 29. Kwa hiyo Mo inawezekana akaongeza bilioni 9 tu pale. Wawekezaji wengine wakaleta hiyo bilioni 29, mwingine bilioni 29, wawekezaji 7. Sawa, maana yake unafika kwenye bilioni